Tunamshukuru Mungu kwa kupata kibali cha kuwepo na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, na Mungu amekuwa akimtumia kwa namna kubwa sana. Wewe ni shahidi kwa yale ambayo yanafanyika pale Mavueni, watu wengi wamekuwa wakibarikiwa. Sisi kama Chomoza ya Clouds TV, Mungu ametupa kibali. Sisi si kwamba tunajua sana kuliko watu wengine, lakini ni kwa neema yake. Nimepata bahati ya kuzungumza naye hapa VIP kidogo tu. Najua na safari kubwa, ana mkutano mwingine. Ni Zambia baba au Zambia. So nilitaka kufahamu tu kwa kifupi, umejipangaje kwa huu mkutano ambao utafanyika Kinyerezi? Najua hujawahi kufika, lakini tutarajie nini hasa Mungu atazungumza naye kwa wakazi wa Kinyerezi, lakini kwa ujumla Dar es Salaam? Nikipewa ruhusa kidogo naweza nikakupa historia kidogo kati yangu na Tanzania. Karibu baba. Mkutano wangu wa kwanza tuliopanga, mkutano ambao tulipanga kuja Tanzania, ndio hatukufanya. Gari ilianguka. Hiyo ni miaka kama 6-8 iliyopita. Ndio. Gari ilianguka, lakini tuliposimamisha gari hakuna kitu kiliharibika wala vyombo. Tukaipindua, tukaenda Uganda. Uganda haikuanguka. Haikufanyiwa repair. Okay. Mara ya pili tulikwama kwa boda. Ndio. Hatukufanya mkutano. Mara ya tatu nadhani kuna jambo lililotokea. Then mara ya 4 ndio nilipokuwa nakuja huku, huwa naita home. Ndio, naitaga nyumbani. Nikawa na kesi ambayo sikujua imetokea wapi, nikashikwa wakati ambapo natakana niende Dodoma. Ndio. Mara ya 5 ndio nikaja nikafanya mkutano pale panaitwaje, Morogoro. Ndio. Na mkutano wetu wa kwanza kulikuwa na mvua mwingi. Ndio. Mkutano wa pili tukaja Dar. Ndio. Lakini kuna kipindi nilikuja Dar kwa shule fulani. Na mimi na Tanzania ni kama kule nilikozaliwa kabisa. Hata nikiwa kule Kenya, ndio wengi wa Kenya wanasemanga wewe sema tu kweli, wewe ni Mtanzania. Na nikija kwa swali lako kuhusu mkutano wa Dar es Salaam, ndio mkutano wetu wa Dar es Salaam nafikiria ndio mkutano mkubwa zaidi ambao tutakuwa tunafanya mwaka huu. Kwa sababu maandalizi yake na mpango wa Mungu ni katikati ya mwaka. Ndio. Na Mungu ametujalia neema ya kuja huku. Ndio. Tumefanya mikutano mingi sana Tanzania. Nakubali. Lakini hatujawahi kufanya mikutano mikubwa Dar es Salaam. Hii ndio itakuwa mkutano mkubwa zaidi ambao tumefanya Dar es Salaam, na pia kulingana na maagizo ya Mungu. Kwa nini tunakuja Dar es Salaam? Kwa hivyo ndio utakuwa ni mkutano wetu mkubwa sana, na tutarajie Mungu kufanya mapenzi yake. Mapenzi ya Mungu ni kuokoa watu. Amen. Kubariki watu. Amen. Kufungua watu. Amen. Kufufua wafu. Amen. Sababu hakuna mtu anayefanya miujiza, ni Mungu ndiye anafanya miujiza. Amen. Kwa hiyo tunatarajia yeye aokoe watu wake, awaponye, awakomboe, awafufue watu wake. Amen. Baba, kuna jambo ambalo kwa hapa nyumbani limekuwa ni kubwa. Kwa kuwa mimi nimekuwa nikifuatilia kile ambacho nakifanya Mavueni na kinanibariki sana. Kuna wakati fulani ulizungumza tu, watu wakaichukulia tu ni kama unaongea kwa habari ya dada yetu hapa nyumbani Wema Sepetu, na ulisema huyu binti amekata tamaa na haamini kama Mungu anaweza kufanya. Uliguswa na ukamwombea. Ninaamini ulikuwa humjui kwa sababu uliona tu maybe kwenye social media. Kama utamjua utatueleza nini hasa kilikusukuma baba kuambia kuzungumza kile kwamba huyu binti atapata mtoto, na ndivyo ambavyo imetokea. Nadhani hata yeye Wema hakufahamu. Nini hasa kilisukuma baba katika hilo? Kwa sababu na hili nataka niilete kwa wale ambao wanatafuta mtoto kwa muda mrefu, wamehangaika. Huu mkutano kupitia Wema natamani wafike
ila uweze kumwona Mungu ambaye anakutumia siku zote? Jambo hili tangu mwanzo sikutamani kulizungumzia. Ndio baba. Hata nikija huko msimamizi wangu mimi nilimwambia jambo hili sikutamani kulizungumzia. Ndio. Lakini umeniuliza swali ambalo ningetamani kujibu. Ndio baba. Kwamba nini ilikuvutia ndio kufanya maombi? Ndio. Mimi sijawahi muona Wema Sepetu. Ndio. Wala sikumjua sana mimi. Ndio. Hadi wakati nilikutana na hiyo clip kwa YouTube. Ndio. Na kile kilichonivutia ndio ni uwazi wake. Ndio. Alikuwa wazi akasema mimi nimetamani kuwa na mtoto. Lakini sasa nimefikisha miaka 35 na ndio nishajulishwa kwamba siwezi kuzaa. Alafu akasema nimekubaliana na mapenzi ya Mungu. Yes. Unajua kuna yule ambaye anaweza akamkashifu Mungu. Ndio. Kwa nini Mungu ameninyima? Mungu ni mbaya. Nimekosea mtu nini? Labda nimerogwa. Yeye akasema imenibidi nikubaliane na Mungu na nampenda Mungu kwa uamuzi huo wake. Jambo hilo lilivutia moyo wangu sana. Amen. Kando na changamoto alilokuwa anapitia, hakupata nafasi ya kumkashifu Mungu. Amen. Jambo hilo bado linaguza moyo wangu sana. So nikaona mtu mzuri, sijui kama hicho ni Kiswahili, mtu mzuri ndani yake ama utu uzuri ndani yake, kwamba kando na mabaya na machungu aliyokuwa anapitia, akamwambia Mungu na kushukuru. Na nilipokuwa nafanya maombi mimi simjui kabisa, simjui, lakini nilivutwa sana na niite ni uungu wake. Mtu kukubali jinsi Mungu alivyofanya hata kama ajui sababu ni gani. Na nadhani mimi sikumponya na mimi sikumpa mtoto. Mungu ndiye alimponya na Mungu akampa mtoto. Naomba urudie sentence tena baba. Mimi sikumponya. Ndio. Mimi sikumpa mtoto. Amen. Mungu ndiye aliyemponya na akampa mtoto. Hallelujah. Sababu nafikiri huenda sio mimi peke yangu nimewahi kumwombea. Huenda sio mimi peke yangu nimewahi kuguzwa na changamoto aliyokuwa anapitia. Yes. Lakini mtu akienda kusikiliza maneno yake, utasikia kupenda jinsi alivyozungumza. Kwamba Mungu, mimi sina pingamizi. Kama ulipenda hivyo ni sawa. Sawa. Ijapokuwa inaniuma, lakini lazima nikubaliane nayo. So nadhani Mungu kusikia maombi na kuona jinsi moyo wake ulivyokuwa. Ndio. Mungu akamponya na akampa mtoto. Sawa. Tufahamu ya kwamba kubarikiwa, Mungu kufungua mtu na kumponya mtu sio Ukristo. Ni imani. Ni imani. Maana kuna Wakristo wengi wasio na imani. Uponyaji sio Ukristo, ni imani ya mtu. Ndiposa yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu aliamini. Yes. Wala hakuwa mmoja wa wafuasi wa Yesu Kristo. Kabisa. Yeye alisema nikiguza vazi lake. Amen. Lakini Petro alikuwa na Yesu na mama mkwe ni mgonjwa. Unaona? So Petro anasema tumekuguza, tuko wengi. Kwa nini useme kuna mtu ameguza? Akasema kuna mtu mwingine ameniguza tofauti. So mtu aliye na imani anaweza kupata chochote kila anachotaka kwa Mungu. Kabisa. Lakini kuna hao Wakristo ambao wamezaliwa katika Ukristo lakini hawana imani. Ndio. Kwa hivyo mimi upande wangu nashukuru kwa kile ambacho Mungu amefanya kwake. Ndio. Sio kwangu. Amen. Amen. Alifanya kwa Wema. Amen. Sio kwa Ezekiel. Na ingetupasa sote tunaopenda mema tushukuru Mungu kwa kumtendea. Ukitaka kupendwa, penda mwenzako. Amen. Ukitaka kutendewa,
jaribu kumtendea mwenza. Amen.